sana Mheshimiwa Jaji Kiongozi ambaye pia ni mwenyekiti wa kikao hiki, lakini shukuru pia Mheshimiwa Jaji Mkuu kwanza kwa kutualika na kwa kuandaa kikao hiki. Lakini pia niendelee kumshukuru Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa hotuba yake ile ya ufunguzi ambayo amegusia masuala muhimu ya kiuchumi ambayo pia sisi tunasimamia, na tunaamini kabisa kwamba hili mkakati huu wa timely justice for all utaongeza chachu na matumaini katika ukuaji wa uchumi, ili kila mmoja aweze kutekeleza majukumu yake kwa kasi inayotakiwa hadi tufikie uchumi wa trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama Benki Kuu, kama mnaofahamu, kwenye sheria ya Benki Kuu imetupa pia mamlaka na majukumu mbalimbali, ikiwemo kama mamlaka ya utoaji wa leseni za mabenki, mifumo ya malipo, bureau de change, tuna license pia microfinance, ikiwemo na SACCOS mpaka kwenye vikoba. Lakini kuna simamia pia masoko ya fedha kwa kuissue government securities kwa maana treasury bills na treasury bond, na simamia akiba ya fedha za kigeni na dhahabu. Kwa utakuta maeneo karibu yote hayo yanahusu mambo ya fedha. Kwa tunaenda paka kwenye usimamizi sasa wa sera ya fedha, ambapo pia tunachapisha fedha na kuzisambaza. Lakini tunaenda paka kwenye tunasimamia eneo la social securities kwenye investments, na kwa pia ni benki ya mabenki, nasimamia masuala financial inclusion, financial stability, consumer protection. Sasa utakuta maeneo yote hayo yanagusa fedha, na huko kwenye fedha ndo kama shetani sio alijichimbia huko, alizaliwa huko na nahisi anaishi huko. Mara nyingi pamekuwa ni maeneo yanaibua migogoro mingine ya makusudi ili watu wapate upenyo wa kujinufaisha. Kwa kufanya hivyo ndipo wanapodhulumu haki za wenzao na kuwakandamiza wengine. Kwa hiyo sisi kwenye sheria pia tunasimamia kwenye eneo la consumer protection and market conduct, ambapo tumepewa mamlaka ya kusikiliza. Sisi kule hatuiti ni kesi, sio mashauri, ni malalamiko. Lakini katika malalamiko hayo huwa tunasikiliza malalamiko na migogoro mingi sana. Kwa takwimu tu, kwa mfano kwa mwaka wa fedha ulioishia 2025 tumepokea na kusikiliza mashauri au malalamiko 882. Kwa utaratibu, tukishasikiliza mtu ambaye haridhiki huwa nakata rufaa, na ile rufaa inaenda moja kwa moja Mahakama Kuu Division ya Biashara. Nashukuru kwamba kati ya watu 882, watu 881 waliridhika. Mtu mmoja ndiye aliyekata rufaa kuja kwenye Mahakama Kuu. Kwa hiyo sisi tunaanza kule kuyapunguza kwa namna moja au nyingine, tukiangalia zaidi zile procedures na namna watu wanafanya biashara, kwa sababu pia tunapotoa leseni inakuwa na masharti, na wengine wanapokiuka masharti huwa tunawajibika aidha kuwarekebisha, na ikifikia hatua wakati mwingine tunanyang'anya leseni. Wataona mwaka jana palikuwa malalamiko mengi ya palipozuka sasa utaratibu mpya kukopeshana kupitia mitandao ya simu kwenye digital microfinance. Tulifuta leseni 56 na tulitoa sasa nyaraka mpya, tukatoa taratibu mpya, na tunashukuru malalamiko kwa kiwango fulani yamepungua. Lakini pamoja na kupungua, tulijiongeza tukatengeneza pia mfumo wa kuwasilisha malalamiko, ambao tumejaribu kuainisha processes kusudi kila mmoja anapowasilisha malalamiko waangalie namna ya kuyashughulikia. Na ule mfumo upo kwenye website ya Benki Kuu, unaitwa Sema na BOT.
umesaidia kwa kiwango fulani kupunguza malalamiko mengine yaliyokuwa yanatufikia wakati yangeweza kusuluhishwa kule kule. Japokuwa kwa mfano malalamiko mengi yalikuwa naibuka kutokea kwenye microfinance. Nilitoa sasa waraka wa kuwataka wote wa microfinance baada ya kutoa taratibu mpya na kanuni za usimamizi wa microfinance, kwa sababu kuna wengine walikuwa na inflate zile cost. Mfano tulikuta kwenye eneo la wanaita ni kama uchakataji wa mikopo. Wengi walikuwa wametumia terms nyingi. Kwa kwenye ule waraka niliotoa mwaka jana mwezi wa 7, taona tuliziunganisha. Kwa sababu kuna mtu alikuwa anasema okay, kuna form, kuna pesa form, kuna nyingine ya kufuatilia usiji kuhakiki mkopo, nyingine anaita labda loan processing fee. Sasa loan processing fees ndio form, yani form ni sehemu ya hiyo loan processing fee. Kwa hiyo tulijaribu kumerge, baada ya kufanya vile zile costs zimepungua. Kwa hiyo nashukuru kwamba katika hilo pia niliwataka wajisajili. Tumeanzisha utaratibu wa self regulatory framework ambao zile microfinance zimejisajili, zimekuwa kwenye makundi makubwa mawili. Kuna wale wenye mtaji mdogo kuanzia milioni 20 mpaka around bilioni 2, na wale wenye bilioni 2 plus wana forum nyingine, kwa sababu hizi microfinance sheria imeanza mwaka 2018, lakini mtafahamu watu walikuwa nakopeshana hata enzi za kabla ya Yesu kuzaliwa. Ndio maana zile stories za waliopewa talanta 2, 5 na 10, yule wa moja akaenda kuichimbia, aliambiwa kwa nini usingepeleka kwa watoza riba? Ndio hao wa microfinance. Kwa hiyo walikuwepo siku nyingi, japokuwa sheria imekuja 2018. Kwa utakuta kuna malalamiko mengine yanaibuka leo hii, lakini tatizo lilikuwepo siku za nyuma kwa sababu hatukuwa na utaratibu wa kuregulate. Kwa tunaenda kwa kasi. Sasa hivi tumefikia kwenye level ambayo kwa kweli, kwa kuwa na mfumo huu wa self regulatory na huu mfumo wa kielektroniki wa SEMA na BOT, malalamiko mengi tumeona yanakuwa addressed. Katika maeneo yote kwa kweli mengi yaliyosemwa, ukiangalia ni hulka tu ya baadhi ya watu kutaka kujitajirisha, kwa sababu hata wale wanaotumia technicalities wengine ni namna ya kwenda labda kupaki ile kesi ikae kule ili yeye aendelee kunufaika. Lakini katika yote kuna changamoto ya elimu ndogo ya masuala ya kifedha. Hii elimu ndogo ya masuala ya kifedha tulifanya study mwaka 2023. Tukagundua kiwango cha uelewa masuala ya kifedha kwa Tanzania ni kidogo sana. Actually tulikuwa kama 25. Kwa utaona karibu robo 3 ya watu hawana elimu ya masuala ya kifedha. Na kuna mwingine akiona tukibalo pale tunakopesha, hata kama alikuwa anapita anaenda shambani au anaenda kwenye shughuli zake, na anaweza kapita pale. Na kuna watu tuliohoji, kwa nini ulikopa wakati hauna uwezo? Anasema mimi nilikuwa najaribisha. Ameona tu pale kibao tunakopesha, kaingia kujaribisha, kaambia tunakopesha, unajaza form, anajaza inatakiwa nini, NIDA, anaweka pale NIDA, basi anapata mkopo. Yeye kwake anaona ni dili. Sasa unapokopa bila kuwa na malengo, normally fedha wakati mwingine inatumika bila kuwa hata na taarifa, inamalizika na utashindwa hata kurejesha. Unaona ukopa kwa ajili ya birthday, unakopa kwa ajili ya shughuli ambazo sio productive. Hao wengine kama hauna kipato kingine cha kuja kurejesha, obvious utakuja kudefault. Baada ya bunge ku raise concern, tulifanya study, tukakuta 92% ya watu walio default ni wale walioenda kukopa wakati hawakuwa na malengo. Kwa hiyo utakuta kwamba issue ya elimu ya fedha ni muhimu. Sasa sisi tumeiaddress kwa njia mbili. Tumetengeneza miongozo miwili ya elimu ya fedha. Sababu pia mimi nakuwa mwenyekiti wa ile National Council for Financial Inclusion. Tulipokaa na makatibu wakuu na wakuu wa taasisi mbalimbali za kifedha, kuna watu walifanya study wakapresent, ndio tukaja na hiyo miongozo miwili. Kwa hiyo ule mwongozo wa moja ni wa elimu rasmi ya shule, in school curriculum. Ule umechukuliwa na wizara za elimu kwa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar, wameshazi mainstream kwenye hii mitaala mipya. Kwa hiyo baadhi ya watoto sasa watakuwa nafundishwa
Kuna kipande kitakachofundishwa kwenye elimu ya msingi, kipande kingine elimu ya sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Tunaamini baada ya miaka watakaokuwa na graduate angalau watakuwa na ABC za elimu ya fedha, na ile imejaribu kugusa kuanzia namna ya kutawala fedha zako mwenyewe, namna raise kutengeneza akiba na kuwekeza kwenye maeneo yatakayokuwa salama, na hata ukitaka kukopa ukope ukiwa una shughuli ya kufanyia ya kuzalishia kipato badala namna ambavyo watu wengine wanakopa kihalali. Naamini hiyo itasaidia kupitia elimu ya mfumo rasmi wa shule. Lakini mwongozo mwingine tuliotengeneza ni wa elimu nje ya mfumo rasmi, tunaita out of school curriculum, ambao huu sasa unatuhusu wote. Hata siku na uzindua pale Benki Kuu pale BOT Dar es Salaam, nilikuwa na baadhi ya wadau wa masio wa taasisi za fedha mbalimbali. Niliwaambia huu mwongozo wa out of school, wakati mwingine tukiusoma tunadhani tunawasomea wengine, lakini hata sisi wenyewe unatuhusu. Sababu kuna wengine naweza tukawa nimesoma na madigrii yetu, lakini hata ukiangalia salary slip zetu zinaonyesha kabisa indicator ya kwamba elimu ya fedha ni changamoto. Na watu wako maofisini lakini ndio wakopaji wakubwa kwenye microfinance, ndio wakopaji wakubwa kwenye hiyo mikopo inaitwa kausha damu, si mikopo umiza na majina mengine. Na nakumbuka hata mwaka 2008 wakati tunajadiliana na utumishi kuweka ile capping ya 1/3, palikuwa ni sababu ya abuses zilizotokea kwa watumishi wa umma. Kuna watu walikuwa wanapokea mshahara mpaka shilingi 0 na bado mtu anakuwa na madai mengine. Kuna watu walikuwa wameweka kadi za benki kwenye baadhi ya wakopeshaji. Ndio tukajadiliana, kwa sababu wakati hiyo nilikuwa assistant commissioner nasimamia matumizi ya serikali, tukakubaliana kwamba hebu tuweke capping, at least mtu abaki na 1/3, kwa sababu obligation ya kutunza familia pia ni sehemu ya jukumu la msingi la huyo mfanyakazi. Sasa hiyo bado tunaendelea nayo. Tunaamini kwenye hii out of school curriculum inatuhusu wote. Hata nyie nitoe rai kwa mahakama, pale mtakapopata nafasi mtualike watu waje wapitishe angalau kupata ABC, ili watu wawe na uhuru na uwezo wa kutawala fedha zao wenyewe. Sababu studies zinaonyesha usipokuwa na elimu ya fedha, 60% ya fedha zako zitamalizika bila wewe mwenyewe kujijua. 40% ndio utabaki unajibarabana, utashangaa ndizo umebaki nazo, 60 zimeshapotea. Na hili inaweza ikachangia hata kutofikia malengo ya dira ya taifa. Lakini tunatumia wadau mbalimbali kuwezesha hiyo elimu ya fedha iwafikie watu wote ifikapo 2028. Mheshimiwa Mwenyekiti, samani naweza nikaonekana kama natumia muda mrefu, lakini nilikuwa napenda pia kurespondi baadhi ya issues zilizokuwa raised. Kwenye hili la baadhi ya kuna kesi nyingine zimekuwa zikichukua muda mrefu. Nilichukua jukumu la msingi la kuunda timu fulani baada ya kugundua palikopo mashauri mengine yalikuwa yamebaki huko hayajawasilishwa mahakamani. Kwa nikafanya kuna timu watu tunakaa, tumekuwa tukikaa quarterly, na chia vile vikao, lakini tunakuwa na DCI, kuwa na DPP, na kuwepo watu wa PCCB, na TIS na wadau wengine kwa kadri tunavyoona complexity ya zile kesi. Sababu kuna nyingine unaweza kukuta ni mtu anataka kutumia upenyo fulani, na kuna nyingine hata zilikuwa zinavuka mipaka ya nchi. Lakini kwenye vile vikao tunashukuru kwamba tumeweza kufacilitate kesi zilizokuwa hazijakamilika uchunguzi. Kwa mwaka jana kwa mfano, tumegharamia na kukamilisha uchunguzi wa majalada 168 yaliyokuwa yamekuwa packed kwenye ngazi fulani za uchunguzi. Tumezigharamia sisi kwa sababu tunaona tunataka kurescue fedha za mabenki, lakini wakati huo tunataka kuhakikisha kwamba kama kesi ili ripotiwa inafanywa uchunguzi ifike mwisho, ili hatimaye haki iweze kutendeka. Kwa sisi wakati huo tunasupporti kauli aliyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu ya timely justice for all. Ndio maana tukafacilitate, na haya mashauri tunashukuru yaliwasilishwa kati yao 75 na taarifa imemalizika, mengine yanaendelea kwenye hatua mbalimbali za kusikilizwa. Tunaamini yakikamilika yataweza kuwezesha zile fedha zirudi kwenye mzunguko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto ya
tuseme kama uelewa, sababu hizi taasisi za kifedha kuna complexities ya processes fulani. Sisi kama regulator tunasimamiwa na conduct za kimataifa. Uendeshaji wa mabenki duniani kuna taasisi zinazosimamia. Kuna taasisi mfano ni Bank of International Settlement, iko Basel, mji wa Basel pale Switzerland, na huwa tunakuwa na vikao vya magavana, tunakutana pale kila mwezi wa 6 mwishoni. Tunajaribu kupitia baadhi ya issues, naangalia hii issue, je, ni halali iendelee kwenye soko au si iendelee. Kama sasa hivi tunatumia Basel 2, Basel 3 conduct, ambazo benki zote sasa duniani ndio wanatakiwa kucomply. Kwa nakuta kuna baadhi ya vitu inawezekana vikawa vinabadilika, na tunapokuwa tuna issue ile miongozo, nadhani ni vizuri tukapata fursa kama kuna mabadiliko tukawa tunapitisha, ili hata mnapoenda kusimamia mfahamu kidunia hizo kesi zikoje au taratibu zile zikoje. Sasa hii inaweza kugusa kwenye maeneo ya mabenki, lakini kwenye upande hata wa bureau de change, kwenye upande wa mifumo ya malipo, sababu uko napo sasa hivi kienda M-Pesa, Airtel Money nini, kutunda zile license na kusimamia uendeshaji wake. Lakini kule kuna technicalities nyingi. Unaweza kaambiwa fedha imeibiwa kwenye cloud. Sasa una watu sasa hivi unatumia cloud computing, data zinatunzwa huko. Sasa zile evidence wakati mwingine mtu anaweza kaleta ka message tu, usipoikubali hiyo tayari ndio message yenyewe. Kwa kuna baadhi ya vitu nadhani labda tutaomba tuendelee kuwa tunafanya engagement na kujengeana uwezo, ili hata mashauri mnapoyasikiliza basi muwe mmeangalia uko duniani kuna vitu gani zaidi, na kuangalia kama mamlaka ya leseni ilivyotoa zile taratibu za uendeshaji zikoje. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna issue iliongelewa pale ya wakopaji. Ni kweli kuna baadhi ya wakopaji wakubwa wameenda kuegesha mashauri hayo mahakamani. Kuna issue iliongelewa hapa ya TIB, lakini kuna nyingine tulisikia hata kwenye baadhi ya kesi ambazo ziliamliwa, mtu amepeleka kaambiwa labda fedha hizi zitoka benki fulani zikaja benki hii, hazikuwa zimesajiliwa benki kuu. Sababu pia tunasajili mikopo inapoletwa na wawekezaji, ili sababu tuna mandate ya kusimamia ile balance of payment, urari wa kibiashara kwa fedha zinazovuka mipaka. Sasa nadhani ni swala ambalo nalo labda katika mkakati huu wa ku-expedite hizo hayo mashauri yaliyopo, pale ambapo labda kama kwa sababu tumekuwa tukikaa na DPP, naamini ushahidi kwa wale ambao ulikamilika, nadhani ni vizuri aendelee, ili kuondoa hii kasumba ya baadhi ya watu kudhani wanaenda kupaki pale kesi ili watumie sehemu ya fedha kwenda kujinufaisha au kuitumia kwenye biashara. Kuna swala la vitendea kazi pia, ningeshauri kuangalia vitendea kazi vya kisasa kuendana na nature ya hao wafanya biashara wenyewe. Sababu na wafanya biashara wengine wanatumia mifumo mbalimbali, basi labda na vitendea kazi viendelee kutolewa kuendana na mazingira na nature ya wadau wenyewe wale wanaoshtakiana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hili la madalali. Hili la madalali pamekuwepo changamoto, na nakumbuka mwaka jana pia tulitoa maelekezo kwa benki zote kwamba kwanza mtu au benki au dalali asiuze mali chini ya bei ya soko au thamani ya soko. Kwa tumetaka kabla hata ya kupiga mnada ile mali wawe angalau wamefanya valuation iwe haijavuka miezi 12, ili kupata ile angalau thamani halisi ya kwenye soko. Sababu tuliona kama lile aliyosema Mheshimiwa Jaji Mkuu, mali nyumba inauzwa kwa milioni labda kadhaa, inakuwa ni iko chini sana. Hilo tumelitolea mwongozo, lakini bado nadhani kama walivyosema wengine, kuna haja ya kuhakikisha kwamba hili swala la madalali sasa whether ni wa mahakama au ni wale wa mabenki, wote wazingatie angalau zile taratibu ambazo zitawezesha kama ni notice imfikie pia yule mwenye mali mwenyewe ili iweze kufahamika. Lakini kutokana na ile changamoto ya elimu ya fedha, kuna watu nakuta
value ni kubwa, ameenda kukopea fedha chache na ameweka ile collateral, halafu ameshindwa kupata zile fedha na anashindwa hata kuapia labda kwenye negotiation. Tumekuwa tukiwaambia ni vizuri kutafuta namna ya kufanya kwanza hata labda majadiliano nje ya mahakama ili kama inawezekana kurescue mali zao. Lakini kuna swala hili la watumishi wa mabenki kukiuka taratibu. Sasa hivi tumefungua tunaita ni black book kwa ajili ya ku take stock ya matukio, na pale kwa sababu pia wale ambao wanakuwa wamekiuka tunaweza tukawazuia na kuwapa kama tuseme katazo la kufanya kazi kwenye sekta ya fedha. Hiyo tumepewa mamlaka ya kisheria. Kwa hiyo tumeanzisha hiyo kwenye black book. Kuna watu ambao mwanzoni alikuwa anaweza kashiriki kwenye uhalifu wa benki moja alafu akahamia benki nyingine. Na sasa hivi tumetaka viongozi wote mabenki kwa wale kwenye nafasi za uongozi, kabla mtu hajapata au hajateuliwa, wao wanakuja kuangalia kwenye black book kama huyo mtu ana matukio. Na kwa kufanya hivyo tunaamini hiyo hali itapungua, na kwa sababu hiyo mpaka sasa tumeshaona, ndio maana hata juzi wakati natangaza mwelekeo wa hali ya uchumi kwa robo ya 4, naona tumesema mikopo chechefu imepungua sasa, angalau tumefikia 3.3 kutoka tulipokuwa mwaka juzi 8%. Hii yote ni kutokana na usimamizi na udhibiti ambao tunaona angalau unaanza kuleta mwelekeo mzuri. Lakini kwa ili kudhibiti migogoro inayosababishwa sasa aidha na madalali au watumishi wa benki ambao baada ya kupiga minada inaibua sasa kesi nyingine mpya. Kwa sasa tumewataka wale watumishi wanaofanya kazi kwenye idara za mikopo wapate elimu ya namna ya kuhandle mikopo kupitia chuo chetu cha Benki Kuu pale Mwanza. Pale kwa sababu pia tuna mandate ya kufanya certification ya watu wanaotoa elimu ya fedha ili wasilete upotoshaji. Tumewataka na tunashukuru wengi wamekuwa wakipata elimu, kwa sababu kuna session nyingine tunazihamishia Dar es Salaam wanakuwa wanajisajili. Kwa kufanya hivyo naamini huko mbele ya safari italeta ahueni kudhibiti ile migogoro mipya inayoibuka kutokana na mishandling ya minada. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto ya wakopaji wengine wanaenda kukopa bila kuwa na collateral, ambalo sasa hii inakuwa ni tatizo la wakopeshaji, kwa sababu ili amkopeshe mtu kuna taratibu ambazo mtu lawe anatakiwa kuwa amekidhi. Kwa hili tunaendelea kulidhibiti, na pale ambapo tunabaini watu tunachukua hatua. Lakini niendelee kuomba pale ambapo labda itakuwa imejitokeza basi mchukue hatua kwa kadri itakavyowezekana, sababu mtu akitoa mkopo bila kuwa mtu kama alikuwa haqualify, tayari huyu aliyetoa mkopo naye anakosa. Na tumeona kuna wengine wamekuwa akienda kuchukua mikopo kwenye taasisi hata ambazo hazina leseni. Kuna moja tulimkamata Morogoro, alikuwa ameshakopa kwenye taasisi 6. Yeye alikuwa anatafuta zile ambazo hazijawa registered. Akishakopa akienda kumdai anawaambia nitawashtaki BOT, kwanza nyinyi hamna leseni. Wanatulia. Lakini tulipata taarifa naye tukamchukulia hatua, sababu palikuwa sasa tulimpeleka kwenye vyombo akachukulia hatua, sababu ile ni wizi sasa, ikawa ni kesi ya jinai, sababu alikuwa ni wizi wa makusudi. Kwa hiyo nadhani kuna hiyo changamoto ambayo watu wanakopa bila kuwa na dhamana. Mheshimiwa, kuna swala la kuwajibisha. Ningependa kushauri pia kuendelea kuwajibisha watumishi wasiokuwa waadilifu kwenye baadhi ya maeneo. Hili liko pote, hata sisi kule tunachukulia hatua, kwenye mabenki wamekuwa wakichukua hatua, na hata kama wapo huku basi wakibainika wachukuliwe hatua. Nilikuwa na ushauri pia tuangalie namna ya kutumia baadhi ya mifumo ya kielektroniki katika kubaini watu wanaojirudia kushtaki au kushtakiwa, ili kiwezekana waweze kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini mifumo hiyo pia inaweza kutusaidia kupunguza hata workload, kwa sababu tumeona sisi kwenye ile yasema na BOT, baada ya kuweka baadhi ya processes zote kule,
kuna mtu akipitia mwenyewe anajiona alikuwa nakosa mwenyewe, basi anaishia huko huko. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya vitu vinaweza vikatusaidia kwa utaratibu kama huo. Lakini kwa na shauri kama alivyosema wenzangu, kuendelea kuwa na ushirikiano na wadau wote, sababu hizi changamoto zinapotokea kwenye uchumi zinatugusa wengi, na solution inawezekana ikapatikana kwa mtu mwingine ambaye yuko nje ya taasisi yako. Kwa ushauri wangu ni kwamba tuendelee kuwa na forum kama hizi, ikiwezekana aidha mara 2 au mara 1 kwa mwaka, ili pale ambapo kuna kitu cha kusaidia au cha kuchangia, basi wote tuweze kushirikiana, kwa sababu tunajenga nyumba moja na fito ni zetu wote. Tuna wajibu wa kusaidiana ili tuhakikishe tunasaidia uchumi wetu kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna issue iliongelewa ya baadhi ya labda sheria kukinzana, na kwa naomba hili hasa la AG labda aje angalie kwenye baadhi ya sheria pale ambapo zinaingiliana na ile wamelisema mwakilishi au mwenyekiti wa TBA, Tanzania Bankers Association. Ni kweli kuna baadhi ya mfano sisi kwenye conduct za uendeshaji wa mabenki kidunia, mkopo kama mtu alichukua mkopo, let's say amefariki, biashara imekufa, ameshindwa kurejesha, akisha default kwa zaidi ya miezi 9, tunataka wauondoe kwenye orodha ya ile mikopo ina perform. Sababu akisha default mara kwanza patakuwepo sio na interest, kiendelea ku default na kuna stage tunaambia aiondoe kwenye hesabu ili aendelee kupambana sasa wakati anawafuatilia. Sasa unakuta pale mfano TRA wanaendelea kudai kwamba ule ni fedha ile. Sasa ile kimsingi sio fedha. Kwa ajili ya kuweka vizuri vile vitabu, ndio maana conduct za kibenki zinataka aiondoe ili isije ikaharibu, kwa sababu akichukua kwa mfano fedha ya mtu kwa sasa, akichukua shilingi let's say milioni 100 kwa mdau, akija kuzideposit, tunamtaka kwanza alete 6% ikae benki kuu kama statutory minimum reserve. Lakini yeye kule tunamtaka abaki na 20%, na maana atabaki labda milioni 20 in case yule mtu akitaka kudraw siku yote asije akakwama. Hata akikwama anaweza kaja kuchukua zile zilizoko benki kuu. Manake pale karibu 74% ndizo anaweza akawakopesha watu wengine, sababu ndio biashara yao. Sasa tunamwambia ili aziondoe ili zisije zikamislead ile volume ya fedha alizonazo, kwa sababu ule mkopo hauperform, yule amesha default. Sasa ukisema ile ni sehemu ya fedha, kimsingi sio kweli, kwa sababu zile ameshazitoa kwenye hesabu, japokuwa hawezi akakwepa kodi, kwa sababu yule siku akilipa ataonyesha kwenye hesabu zake. Na hii banking industry iko highly regulated. Ndio maana sisi kwa mfano kila siku saa 3 mpaka saa 5 asubuhi tuna take stock ya hali ya uchumi kwa nchi. Tutacheki balance zao za siku iliyopita kwa kila benki, tunazifanyia kazi. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo atakwepa. Lakini ni swala ambalo sasa, kwa sababu sheria huku imesema sisi tutaregulate, tutatoa, na tukishasema okay hizi fedha utaziondoa, ikija huyo anasema hapana, mimi nina wajibu wa kukusanya kodi hizi, lazima uzilipie kodi. Kwa ni kitu ambacho nadhani labda kupitia kwa mwanasheria mkuu wa serikali unaweza kacheki baadhi ya sheria ambazo aidha baadhi ya taasisi za umma zina vitu vinavyokinzana, ili vitusaidie kuwe na sheria ambazo zote zina support operations za biashara, ili hatimaye tuweze kuimarisha uchumi wetu na kufikia hiyo dola trilioni 1 ifikapo 2050. Kwenye lile aliyokuwa amesema mheshimiwa Jaji Rose, naona kwa sababu aliondoka, lakini kwenye taratibu za kibenki mtu anaweza kakopa kama ana collateral, anaweza ana qualify kukopa. Kwa hiyo inawezekana utamuona ameenda kukopa leo kwa kutumia nyumba yake ya kuishi kwenye benki A, akaqualify kwenda kununua nyumba iliyokuwa inauzwa kwenye mnada hata na benki nyingine. Kwa hiyo ni taratibu ambazo zinawezekana. Cha msingi kwamba pale kama ameenda kununua ile collateral ilikuwa imeuzwa kihalali, pale sasa inakuja swala la processes za uuzaji.
Lakini kwenye process za ukopaji, sababu hajalalamikiwa na benki iliyompatia mkopo, manake utaratibu wa kumkopesha ulikuwa umekidhi vigezo. Sababu kuna watu anaweza kafanya hivyo na kuwa na assets nyingi. Basi nilikuwa naomba kuishia hapo. Ninaomba niwashukuru nyote kwa kunisikiliza pia. Asanteni.